Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Mataifa makubwa yenye nguvu duniani na tishio kwa mataifa ya Magharibi, hasa Marekani, Korea Kaskazini chini ya kiongozi wake Kim Jong-un na taifa la Urusi chini ya Vladimir Putin wamezua gumzo kubwa hivi leo katika vyanzo mbalimbali vya taarifa kote ulimwenguni, kufuatia taarifa inayoarifu wawili hao kuunganisha nguvu ya pamoja katika kile kimeelezwa kama hatua ya kimkakati kujilinda dhidi ya maadui. Mtazamaji, karibu katika habari kubwa ndani ya ripoti maalum kutoka hapa nyumbani Yoma TV. Bila shaka ulimwengu wote kwa sasa ungali kutupwa huko Mashariki ya Kati, vita vya Irani chini ya vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na kiongozi wake mkuu Mujtaba Khamenei Hosseini dhidi ya mhasimu wake Marekani chini ya rais wake Donald John Trump. Na bila shaka kila mmoja anaguswa moja kwa moja juu ya kile kinachojiri huko Mashariki ya Kati, kwa kile kinachoelezwa kama athari mbaya zitokanazo na uhasama huo wa wawili hao Marekani na Irani, hasa kupanda kwa gharama za maisha kufuatia fukuto la vuta ni kuvuta linaloendelea katika lango kuu la bidhaa muhimu, mafuta na gesi, mlango bahari Hormuz. Sasa wakati vuta ni kuvuta hiyo ikiendelea kushuhudiwa huko katikati mwa Mashariki, wakati anga likibadili rangi yenye utando mweusi na samawati ikijitanabaisha, yani kuchomoza kwa jua usiku kwa mchana, kama ilivyo ada ya dunia kufanya mjungio kujizungusha kunako muhimili wake, na ndipo macho inageuzwa ghafla kutoka kunako tifuka vumbi la mchanga katikati mwa Mashariki hadi huko mashariki mwa Asia, kaskazini mwa Korea, ambapo taharuki kubwa imearifiwa kutanda kaskazini mwa Korea kufuatia muunganiko wa kimkakati baina ya Urusi na Korea Kaskazini kwa ujenzi na uzinduzi wa barabara na daraja refu linalounganisha mataifa hayo mawili kutokea Korea Kaskazini hadi Urusi. Katika taarifa hiyo ya muunganiko wa shirika hao wawili imearifu ya kwamba muunganiko huo mkubwa zaidi na wa kimkakati kuwahi kushuhudiwa umehusisha kivuko chenye urefu wa takriban kilomita 5, huku daraja kamili likiwa na urefu wa kilomita 1 likipita katika mto Tumen kando na mpaka wa mataifa hayo mawili. Aidha, kwa mujibu wa gazeti la Moscow Times kutokea nchini Urusi, limeripoti kuwa ujenzi huo umechukua karibu tani 5,000 za rasilimali chuma na zaidi ya mita za ujazo 9,000 za zege. Mbali na hayo, gazeti hilo la Moscow Times la Urusi pia limedodosa kwamba daraja hilo limepangwa kufunguliwa kwa ajili ya kuunganisha nchi hizo mbili kimkakati, ikiwemo kusafirisha usaidizi wa silaha za kivita kwa mataifa hayo washirika Korea Kaskazini na Urusi. Kadhalika, kufuatia hatua hiyo ya hivi karibuni, mamlaka za Urusi ikiwemo wizara ya uchukuzi ya taifa hilo imetangaza kukamilika rasmi kwa daraja hilo, huku waziri wa uchukuzi Andrei Nikitin akisema kivuko hicho kipya kitaongeza idadi ya biashara, kurahisisha usafirishaji sambamba na kuongeza maendeleo katika maeneo ya mpaka yenye kuongeza tija pande zote mbili za ushirika, Urusi na Korea Kaskazini. Hata hivyo, kufuatia kukamilika kwa daraja hilo linaloelezwa kuwa la kimkakati kwa mataifa hayo mawili, kumeibuka na mchecheto mkali wa maoni mtambuka kwa wafuatilizi wa masuala ya siasa za kijiografia, wakieleza kuwapo kwa hatari kubwa na kupanda kwa joto kwa wahasimu wa washirika hao wawili, hasa Marekani na Korea Kusini. Mosi, kuimarika kwa shughuli za kijeshi na usafirishaji wa silaha kwa pande zote mbili. Daraja hili litarahisisha usafirishaji wa haraka wa vifaa vya kijeshi ambavyo Marekani imekuwa ikidai kuwa Korea Kaskazini inasaidia Urusi kwa makombora na risasi katika vita vya Ukraine, huku Urusi ikitoa teknolojia ya kijeshi kwa Korea Kaskazini. Pili, uwezo wa kimkakati kwa kudhoofisha malengo ya Marekani. Miundombinu hii inaruhusu Urusi na Korea Kaskazini kubadilishana mbinu za kijeshi kwa urahisi zaidi, hasa wakati wa mgogoro wowote wa kimataifa, jambo ambalo linafanya vikwazo vya Marekani kutokuwa na nguvu na kusaidia udhoofu zaidi. Tatu, kudhoofisha vikwazo vya kimataifa, ambapo Marekani imekuwa ikitumia vikwazo vya kiuchumi kama silaha kuu ya kushinikiza Korea Kaskazini iachane mara moja na mpango wake wa nyuklia, wakati ambapo mataifa hayo mawili yanatumia daraja hilo kama mlango wa nyuma kufanya biashara bila kupitia ukaguzi wa kimataifa, hii ikielezwa kupunguza shinikizo la kiuchumi ambalo Washington inalitegemea kuleta mabadiliko ya kisiasa Pyongyang. Sasa yote 9 ila 10
Nne na mwisho, utegemezi wa pamoja, ambapo daraja hili na muunganiko huu wa wawili hawa tishio kwa Marekani unaunda kambi imara ya kiuchumi mashariki mwa Asia ambayo haitotegemea mifumo ya kifedha ya magharibi, na hii ikielezwa kuwapa ushindi usio wa kawaida Urusi na Korea ya Kaskazini. Sasa duru zinasema kwamba kando ya daraja hilo la Tumen, Urusi inaboresha kituo cha ukaguzi cha mpaka cha Khazan magharibi mwa Urusi wilayani Khansanski mkoani Primorski. Kwa mujibu wa shirikisho la usalama la Urusi FSB, kituo hiko cha mpaka kinaweza kupitisha hadi magari 3,000 na watu takriban 2,000 kwa siku moja. Hata hivyo, mradi wa daraja hilo na barabara unatokana na makubaliano yaliyofikiwa kati ya Putin wa Urusi na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un mnamo Septemba mwaka 2023, huko ujenzi kamili ukianza rasmi Aprili 2025 na kukamilika rasmi Aprili 23 mwaka huu 2026. Miundombinu mipya inayounganisha Urusi na Korea Kaskazini inakuja huko mataifa hayo mawili yakiimarisha muungano wa kijeshi na kiuchumi kufuatia makubaliano yaliyosainiwa mwaka 2023 na 24, Moscow na Pyongyang zikipanua ushirikiano kwa kasi ili kwa kile kimelezwa kuwakabili maadui wa mataifa hayo mawili. Ikumbukwe kuwa haya yote yanajiri wakati ambapo Korea Kaskazini imetoa kiasi kikubwa cha risasi za mizinga na kupeleka maelfu ya wanajeshi kwenye mstari wa mbele nchini Urusi ili kupata uzoefu wa mapigano katika vita vinavyoendelea tangu mapema Februari mwaka 2022 dhidi ya Urusi na Ukraine. Sasa swali linaloibuka na kungali kusalia hapa ni kwamba je, wewe unatazama kwa namna gani muunganiko huu wa wawili hawa, hasa ikizingatiwa Korea Kaskazini ni taifa kubwa na Urusi pia ni taifa kubwa ambao ni mahasimu kubwa wa Marekani na washirika wake ukanda huo wa Asia ya Mashariki. Lakini vipi kuhusu kuangushwa moja kwa moja kwa Marekani? Chafua uwanja wa maoni. Mimi ni Chifu Mkuu wa Itifaki na hii ni ripoti maalum ndani ya Ihoma TV. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.